nikishahidilia ya kuwa yeye laki akilitaka litakuwa na lile ambalo halitaki haliwezi kuwa. Waislamu nafahamu kuwa kwa mara nyingi tunakutana siku kama hii, japokuwa kumepita kama mwezi wa bid'ati ayyam na siku kadhaa hatuko hapa tena, lakini leo tutakuwa hapa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, kawaida tunasomeshana mambo ambayo yamo ndani ya kitabu al-as'ila al-usuliyya, maswali ya kiusuli ya kiitikadi na majibu yake. Lakini leo saakhruju min al-ma'luf, nitatoka katika hali ya kawaida niingie katika swali mimi kuulizeni, na ndio iwe ni darasa letu la leo. Waislamu, man ar-rajulu alladhi buitha fikum, mtu ambaye alitumwa kwenu ni nani? Mtu ambaye alitumwa kwenu ni nani? Waislamu, katika maswali matatu ya makaburini kuna limoja, madinuka, dini yako ni ipi? Kisha la pili, mani rajulu alladhi buitha fika, ili neno man nabiyuka halipo. Umesikia? Ili neno man nabiyuka, nani mtume wako, halipo. Likija kwa hii njia wengi wataweza, lakini mtu gani aliyotumwa kwako? Yani mtume gani aliyotumwa kwako? Sawa? Kwa hiyo huyo ambaye aliyotumwa kwako ni nani? Mimi nataka ni majibu kisha nianze darasa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, mnauona mwezi wenyewe huyu ni mwezi wa ngapi? Huu mwezi ni wangapi? Mwezi wa kwanza unaitwa Muharram, wa pili unaitwa Safar, wa tatu Rabiul Awwal, wa nne Rabiul Thani, wa tano Jumada al-Awwal, wa sita ndio huyu. Na maana panabaki mwezi mmoja baada ya huyu uitwe Rajab. Lakini leo mimi nataka tuwe nanyi katika huyu mwezi, matokeo makubwa makubwa. Ukijua matokeo yanakupelekea moja kwa moja kujua umuhimu wa dini yako. Matokeo ni moja katika mafunzo aliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu aliwaambia Waislamu, wadhakirhum bi ayamillah. Ili neno hakutuambia sisi, alimwambiaga Musa, si atakuwepo, lakini akamwambia wakumbushe matokeo. Yani ayamullah ni matokeo, siku za Mungu, kwa sababu siku ina tokeo lake. Kwa Mwenyezi Mungu akamwomba Musa wakumbushe sasa matokeo. Unajua Islamu, Musa ni katika mitume walipataga watu wabishi. Sheikhul Haqi katika mitume walipataga watu wabishi sana. Mtume Musa alikutana na makomando wane wote kwa wakati mmoja, afu wote wanamzunguka. Alikutana na Farao, akakutana na waziri mkuu wake anaitwa Haman, na huyo ndo alikuwa anafanya serikali yote, yeye ndo alikuwa anaiongoza. Unasikia? Akakutana na mtu anaitwa Samiri, huyo kazi yake ni kuwatizama watu na kuwatoa mopesa kupitia dini. Unasikia? Akakutana na Karun. Sasa wewe fikiria, ukutana watu sita waliotajwa na Mungu wabaya, akawataja jina. Wani alikutana nao yeye mwenyewe. Hapa mnasikia vizuri? Mtume alikutana na umoja, alichoka. Mtu ambaye aliyotajwa jina lake alikutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani huyo? Ni nani?
Abu Lahab, Abu Jahli alitajwa katika Qur'an. Watu 6 waliotajwa katika Qur'an, wale walikutanaga na Musa. Wewe fikiria huyu mtu alikuwa na hali gani? Wewe unakutana na makomando wane, wote ni wavurugaji wa dini, alafu Mungu akawapa nguvu. Ndio maana wakati Musa, hakuna kiumbe aliwahi kuomba dua kama Musa. Musa alikuwa anaomba Mwenyezi Mungu, fala yu'minu hata yara al-adhab al-alim, wasiamini na wao mpaka wakutana na adhabu. Waliwaga watu, walitesa watu. Yani Musa kwa hasira akamwambia Mungu, mambo ambayo uliyofanya duniani yashatosha walimwengu, wasiamini mpaka siku na wao watakutana na adhabu yako. Wewe fikirie hiyo dua. Mimi nishasikia dua hii. Mtume aliwaombea watu wa Maka, Mwenyezi Mungu, na kuomba ujalie watoke watoto katika migongo yao watakao kuamini. Lakini Musa akasema hapana. Kwa watu wale walikutana na nani? Na Musa. Wawili, mmoja alikuwa Maka akakutana na Mtume Muhammad, mwingine akakutana na Mtume Daud. Aliyekutana na Mtume Muhammad ni Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, najua. Mwingine anaitwa Talut, alikuwa Palestina. Uislamu hapa palitokea matokeo mengi kwa Musa. Mungu alikuwa akimwambia Musa, wadhakirhum biayami llah, wakumbushe siku za Allah. Wadhakirhum biayami llah, wakumbushe siku za Allah. Yani matokeo. Kwa leo tumepata mwezi wa 6, lakini ni mwezi ambao umegubikwa na mengi. Katika vitu ambavyo vilitokea ndani ya huyu mwezi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alimzaa mtoto wake wa mwisho mautan, mtoto wake wa mwisho kwa kifo, mtoto wa mwisho kwa kifo. Fatima ndio alipatikana. Ina maana mtoto wa mwisho kwa kuzaliwa alikuwa nani? Ibrahim. Fatima ni kifo. Yani watoto wote wa mtume walikufaga, mtume yuko hai, isipokuwa Fatima. Alizaliwa ndani ya huyu mwezi Fatima, na ndio alikuwa mtoto wa mwisho kwa Khadija bintu Khuwailid. Khadija ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na katika wanawake bora wane na yeye yumo Khadija bintu Khuwailid. Ndugu zangu, Khadija aliolewa na Mtume, thumma tasaddaqa alayha 25 bakra, alimpaga mahari ya ngamia, watoto wa ngamia 25, ndio bahari yake. Kisha akazaa mtoto wa kwanza wa Mtume, alikuwa anaitwa Qasim, ndio alizaliwa. Kisha akafatisha mwingine Zainab na wengine mpaka akamzaa wa mwisho kwa Khadija alikuwa ni Fatima. Wakana shabihatan bi abiha, alikuwa anamfanana baba yake kweli kweli. Alipozaliwa Fatima, mama yake alifariki kama kawaida. Alikufa tarehe 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka wa 10. Mwaka wa 10 wa kutumwa Mtume ndipo alifariki Khadija. Maana miaka duniani au kalenda ya Kiislamu kuna hijri na biithi. Kuna kalenda ya kuhama Mtume na kuna kalenda ya kutumwa Mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa wakati anafikisha miaka 50, mke wake alifariki, Khadija bintu Khuwailid alifariki. Wakanat sanadan lahu,
na alikuwa kama ngao yake na kumsukuma mtume na kumsapoti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah akampoteza Khadija, kisha baadaye akawa amempoteza mtu ambaye alikuwa ni baba yake mdogo anamsapoti, Abu Talib. Lakini hapa Khadija anaondoka, aliacha 6 min al-aulad, watoto 6. 2 min adh-dhukur, wawili wanamume, dhakaran, na 4 wanawake. Ina maana Khadija alizaa na mtume watoto wangapi? 6. Na yeye alikuwa na mtoto mwingine ambaye alimpata kwa mume wake mwingine. Khadija aliolewa baada ya ndoa zake 2, Mutiq na Aith, waume zake 2, na wote walifariki. Kisha mtume akamuoa na mtoto mmoja, Rabib. Huyu mtoto akalelewa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa 6 min al-aulad, aliyozaliwa mwisho kabisa ilikuwa ni katika Jumada athani. Tena kuna baridi kali, ndio maana iliitwa Jumada, kwa sababu fa innal miyaha kanat tatajammadu, maji yanakuwa barafu kwa baridi iliyokuwa Maka. Kwa hiyo alivyozaliwa Fatima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akampanga Fatima. Ana majina yake mengi, Az-Zahra. Imamu Dhahabi alimtambulisha kuwa fa innaha bid'atun mustafawiyya, ni kiungo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Mtume aliwahi kuambia Waislamu, jamani, man adhan fan adhaha faqad adhani, atakayemuudhi Fatima ameniudhi mimi. Kwa kaishi na binti yake. Mama yake alipofariki, fa innal awlada bihajatin ila murabbiyatan lahum au ila murabbiyatin lahum, watoto wanahitaji mtu ambaye atawalea. Mtume hapa alichukua muda, na kama kawaida ikawa fikra na hamuhu al-akbar ni watoto. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akakaa, hakuwa anachukua muda mrefu msikitini, anarudi nyumbani kuja kuwatazama wanaye. Hapa Waislamu, ndio mama mmoja anaitwa Khawlatu bintu Hakim akamshauri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyatazawaj, aoe. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaoa mke wangapi? Narudi tena, akaoa mke wangapi? Wa kwanza alikuwa nani? Alafu wa pili Aisha alichelewa sana. Wa pili ni nani? Niko nafanya kusudi kuulizeni kwa sababu nisitoki hapa kwetu. Kuna makubwa historia hapa kwetu, ni vigumu sana, watu hawaitaki, kwa sababu inaenda kufichua mambo mengi ya uongo. Mtume akaoa mke wake wa 3 ambaye anaitwa Sauda, kwa ushauri kutoka kwa Haula. Alimwambia muoe Sauda. Mtume akamwambia nina watoto wadogo, akamwambia na yeye ana watoto, atawalea na wewe utawalea wake. Umesikia vizuri? So huyu si ana uchungu na watoto, baba yao walifariki, na wewe una uchungu na watoto wako kwa sababu mama yao walifanya nini? Sasa hapa atathubutu kumuonea nani? Kama ni matatizo yote wameshayaonja, kwa ni lazima awalinde hao watoto. Mtume akasema kweli, na yeye alikosa mume, akasema ndio, akamuoa Khadija, akamuoa Sauda ambaye ni mke wa 3. Wa pili yuko wapi?
Wa pili yuko wapi? Wa pili aliolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mwaka wa 7. Khadija yuko hai. Wanawake wote wanajuaga kuwa Khadija aliolewa yuko yeye mwenyewe. Unasikia vizuri? Wanawake wote ambao mnaosikia sio wanawake, na wale ambao wanaendesha vikao kwa wanawake nao pia wanajuaga kama Khadija wakati yuko Mtume hakuwahi kuoa. Unasikia vizuri? Mtume alioaga mwanamke kule Ethiopia ambaye anaitwa Ramla binti Abi Sufyan. Alimuaga yuko kambini. Mambo ya kukimbia kimbia nayo alianza kuanzia kadimi zamani. Alipokuwa kule Ethiopia Habasha, mume wake akabadilisha dini. Unajua kidha kumjua mtu msimamo, wewe ngoja apigwe na njaa. Hapo ndio utajua kweli dini ipo au la. Haya mengine haya tusubiriane. Mtu anaweza akahama dini kwenda nyingine. Vijana wangapi walikwenda? Mimi namjua kijana alitoka Muislamu akaingia Mkristo, fikra yeye anajua kama mke atampelekaga Ulaya. Mtaisha. Kijana kahama, alipoona kama kumechelewa akasema nisiji nikafia huko. Akarudi tena huko kwetu. Hakuna Muislamu anaendaga labda Mungu akuchukue mapema. Wote wanarudi hapo. Wote wanarudi. Waislamu watu wanapenda kwenda Ulaya. Watu wanapenda. Mimi sijui kuna nini huko. Pako nini? Niambieni kwanza. Ni siri gani? Hapa juzi kuna mtu hapa aliwahi kusema shehe naye kisha ondoka. Nani alikwambia? Hizo fikra mbona mnafikiri? Acheni hizo fikra, mtaumbuka kweli kweli. Huko panaenda mtu mwenye ana uwezo wa kunyangua mafriji mani aka kamwili kangu mimi kapelekewa. Acheni hivyo hizo fikra. Kutembea watu wataenda kutembea, lakini kwenda kwa yale ambayo mnayafikiria bado sana. Ndugu zangu, huyu mwanamke alikuwa kambini. Alipokuwa kambini, mume wake akamwambia maisha yanakuwa magumu. Akahama. Hizi habari ndugu zangu, vijana wengi wanatereza katika hizi hali sababu ya maisha. Kuna kijana hapa katika nchi yetu alijigeuza akajifanya anatumiwa, tena ni kijana. Sijui mtamuita aje sasa. Akafanya anatumiwa na akapata atakaye mtumia huko nchi za nje. Akamchukua akampeleka. Sana fika airport jamaa anakwenda kumchukua mtu wake, akaanza kukataa mikataba. Mikataba ilikuwa ndio hiyo utaenda kufanya kazi. Inakuwa sasa vurugu. Ndugu zangu, mume akatoka kwenye dini akahama kwenye Ukristo. Kuna swara mke akathibiti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamtuma Najashi awe kama wakili wake, akamuoa ule mwanamke. Akakaa kule Habasha miaka 13. Mume wake yuko Madina, yeye yuko wapi? Mume wake yuko Maka, yeye yuko Habasha. Na alivyotoka Maka anahamia Madina, bado huyu mwanamke yuko Habasha. Ni mke wa pili. Lakini wanawake hawapendi tuzungumze haya. Wanawake waolewaji, akiwa ni mmoja anakuambia tizama, hata Mtume hakuwahi kumuoa mwanamke wake, mke wake Khadija. Ndio jinsi wanapenda hili neno. Na kumbe maskini Khadija aliwahi kupata bibi mdogo, wa huwa ala qaidi hayatiha, na ile hali yeye yuko hai. Wa tukufu mimi Rasulullah sallallahu alayhi wasallama baada ya kumpoteza Khadija
alioa mke wa pili ambaye atakuwa murabbiatan lilaulad, ambaye atasimamia malezi ya wanaye, Sauda. Akamuoa Sauda, akaishi naye. Thumma saminat Sauda, mwili ukaanza kuwa mkubwa na utu uzima ukaenda, akachelea kuwa mtume anaweza akamwacha, akachukua siku zake akampa Aisha. Kwa mke wa pili ambaye alikuwa ni wa mtume ni Sauda, akawa amewalea watoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na aliyoandaa ndoa ya Zainab binti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa, aliyoiandaa kama mzazi ni huyu Sauda. Maana alitumbiwa binti ya mtume, akaolewa na mtoto wa Abu Jahal, Abu Lahab afwan, ndio aliolewa naye. Hapo kawaida ilikuwa sheria haijakataza mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume asiyokuwa wa Kiislamu. Nasikia vizuri? Ilikuwa haikatazi mwanamume wa Kiislamu kumuoa mwanamke mshirikina. Hiyo sheria hiyo Mwenyezi Mungu wakati anaiteremsha aliwaambia, wala tumsiku biiswamil kawafir, msioe makafiri washirikina. Umar akaacha mmoja, alikuwa na yeye na mwanamke mshirikina. Kwa maana hiyo hapa ni dalili ya kuwa dini ilikwenda kwa awamu kwenda nyingine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaishi na Fatima chini ya ulinzi wa Sauda. Kisha Sauda aliolewa mwezi wa Shawwal, katika 6 za Shawwal ndio aliolewa, na Aisha akaolewa katika 6 za Shawwal. Siku aliolewa Sauda ndiyo hiyo siku ambayo aliolewa Aisha. Kaifa dhalik? Je, walikuwa wanawake wawili kwa siku moja? Imeeleweka vizuri? Waliolewa siku moja? La, tarehe aliyoolewa Sauda hiyo ndiyo tarehe aliyoolewa Aisha. Tofauti ilikuwa ni mwaka mmoja. Tofauti ilikuwa ni mwaka mmoja. Kwa ndugu zangu Waislamu, Fatima taakhara zawajuha, alichelewa kuolewa, sio kwa sababu alikuwa hajafikia kuolewa, la hasha, hapana. Watu waliokopa wakaheshimu cheo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mtu alimtaka Fatima, lakini nani ataanza? Atakayeanza ni nani? Maana ilikuwa hata wakimkaribisha mtume anatembea fasi, akikumbuka kama Fatima kuna fasi walimpa chakula, wamemhudumia vizuri, akataa kula. Alikuwa anapenda dhiraa, nyama kwenye mkono wa mbuzi. Alivyotaka kula, tadhakkara Fatima, akamkumbuka Fatima, akawaomba ruhusa, anaweza akakata kidogo ampelekee Fatima baada ya yeye kula. Akamwambia Fatima, zimepita siku ajala kitoweo, kwa kuwa alikuwa na nafasi kubwa, mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Fatima alichelewa kuolewa, sio kwamba alikuwa hajafikia, bali watu walishindwa kutanguliza maombi yao kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye alijitokeza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Ali ibn Abi Talib, ndugu katika familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali ndio akajitokeza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati anataka kwenda alikuwa akifikiria, naanza vipi, natumia njia zipi ili niweze kufanikisha kumkinaisha rasulul umma wa sayyidut thaqalain. Akaenda Ali ibn Abi Talib kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajatha ala rukbatayhi, akakalia miguu yake. Kukalia miguu yake, wale wenye kutaka kuoa mnajua jinsi wanapigaga goti, akakalia miguu yake, kisha
akamtazama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, kipi kimekuleta? Hakusema, kwa sababu ameshindwa kutamka malengo ya ujio wake. Akamuuliza, malaka ya Ali, kuna nini? Ali akashindwa kujibu. Akamuuliza kwa mara nyingine, akashindwa kujibu. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa amemuuliza, ajita litakhtuba Fatima, umekuja kumtubia Fatima? Na pia akashindwa kujibu swali, umekuja kumtubia Fatima, na pia swali ameshindwa kujibu. Kwa nini? Akaanza vipi kuzungumza hili neno Fatima? Man takuni, Fatima ni nani? Mtoto Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wote wamekufa, wote wamekufa isipokuwa huyo Fatima. Unanielewa? Kwa kila kitu ambacho anakiwaza Mtume, na Fatima yumo katika mawazo yake Rasulullah. Ali ibn Abi Talib akaulizwa, jita litakhtuba Fatima, anakuja kumtumbia Fatima, akashindwa kujibu. Fasakat, akakaa kimya. Na mimi nawauliza, kukaa kimya ni kuridhia au ni kukataa? Kukaa kimya ni kuridhia au ni kukataa? Sawa. Ili swala siku moja niliwauliza umoja wa maimamu, wana regle ambazo hazimo katika dini. Kiongozi wao siku moja tulikuwa tunahojiana, najua wao huaga hawanitaki kwa sababu nyingi tofauti. Tuko tunahojiana, wakasema, we kuna nafasi nilifanya mkutano, watu wakasema kadha, wewe ukakaa kimya. Na kweli nilikaaga kimya. Walikuwa wanasema baadhi ya mambo, nikajikalia kimya. Hicho kikao nilikuwepo. Waliodiriki katika hicho kikao kanikuta mimi nimekaa kimya. Lile jambo ambalo lilizungumzwa kwa hicho kikao liliwaudhi, likawafikia. Wewe kwa nini ulikaa kimya? Nikamwambia, sasa shida iko wapi nikikaa kimya? Nasikia vizuri? Shida iko wapi nikikaa kimya? Wakaniambia, kukaa kimya ni alamatu ridha, ni dalili ya kuridhia. Nasikia vizuri? Na hii sio kweli, sio kweli. Nasikia vizuri? Hili sio kweli. Regle juridiki nasema la yunsabu lisakiti qawlun, mtu akikaa kimya hanasibishwi katika kauli yoyote. Nasikia vizuri? Mtu akikaa kimya hanasibishwi katika kauli yoyote. Acha nitoe mifano ili tukubaliane. Watu wako wanamtukana Mungu, mimi nikakaa kimya, nimeridhia au nimekataa? Au sinasibishi popote? Umekaa kwenye kikao, watu wako wanateta, ukakaa kimya, umeteta? Umeteta? Lakini kwenye ndoa ukikaa kimya, umeshazungumza. Kwenye ndoa ukikaa kimya, umeshazungumza. Yaani mwanamke yeyote, na sio kwenye ndoa eti upande wa mwanamume, binti, mwanamke ambaye ni binti, atakapoulizwa umekubali kuolewa, akikaa kimya, fahiya alamatu ridha. Ni huyo tena, sio kila mwanamke yoyote, ni binti. Kama ingelikuwa kukaa kimya ni dalili ya kuridhia, kwa nini waseme binti tu? Na ilhali binti ni mwanamke, kwa nini wasiweke wanawake wote? Mtu mzima, ukiwa mwanamke ambaye kisha olewa, ni mtu mzima, ukienda kumchumbia akikaa kimya, sio dalili ameridhia. Unasikia vizuri? Lakini binti ambaye hajaolewa, ukimwambia nakupenda, akakaa kimya, kisha kupenda, huyo ni wako. Lakini mtu mzima kisha pita katika ndoa, mwambie nakupenda, kutizame, hapana, ondoka, nataka nikuoe, alafu akutizame,
kisha pita katika ndoa ni vigumu. Lakini binti, kwa sababu yeye hana uwezo wa kutamka lile neno, huyu inakuwa dalili yake ni ya kuridhia, alama ridha. Kwa nini? Kwa sababu khajula, hana uwezo wa kutamka lile neno nataka, hana huyo uwezo. Lakini mtu mzima yeye ana uwezo. Alikuja mtu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke akamwambia Mtume, kuna watu watatu wako wananichumbia mimi. Unasikia chuma hicho? Watu watatu wananichumbia mimi na sijui nichukue wao wapi. Anamwambia Mtume, sasa binti anaweza akakwambia, binti anakufaga nalo. Ukimwambia bwana mimi nakupenda, matokeo anakimbia, anajificha ndani. Isipokuwa hizi masiku wa binti hizi masiku sijui wako waje, wao ndio wanakuanza kabla hujawaza. Kwa hiyo anakuja mwanamke kwa Mtume Muhammad kisha toka katika ndoa, ashaachana na mume wake, akamwambia watu watatu wananichumbia mimi. Wa kwanza ni Usama, wa pili Abu Mihjan, wa tatu ni Muawiya. Akasema huyu Abu Mihjan huyu la yadhu wasahu anaatikihi, fimbo yake itokaki kwenye mkono, kwenye bega lake, anapiga huyo. Sio kawaida, atakupiga piga, nenda kila kitu anacho, lakini kupiga. Kuna watu asili yao ni kupiga piga wanao. Mimi sijui ni kabila gani yao. Wewe unampigia nini mwanamke? Kama umtaki simuache tu. Unampigia nini? Wao wana pigo lao. Wewe unaenda unaongeza tena unampiga. Unampigia nini mtoto wao? Abu Mihjan haachaji kupiga, atakupiga kweli. Akamwambia wa pili ni Muawiya. Fasaluku la mala lahu. Muawiya hana kitu, hana chochote, hana pesa. Je, Mtume alikuwa anawaoza wenye pesa tu? La. Mwanamke akitoka kwa mume, kama mume alikuwa anajiweza, akatoka kwa huyo mume kisha ukaenda kumtumia haujiwezi, kweli wa mambo, hii ndoa inadumu? Mimi nawauliza, hii ndoa inadumu? Percent kubwa haitodumu. Huyu alikuwa anaemelewa na alivyo fulani na anapewa huduma fulani, anakuja huku wewe unazikosa, huyu anadumu? Ni vigumu. Mtume akamwambia, akajengea hukumu kwa lile tokeo, kwa sababu kisha ishi katika mazingira fulani. Sawa? Kisha wa pili, watatu ni Usama. Usama ni mwanaume bora na maisha yake yako sawa, lakini shida mnajua ilikuwa ipi? Usama kana yamilu ila samra, alikuwa anamili kwenye weusi. Unajua kuna Waarabu wana sempuli kama hii yetu wako Waarabu. Ule mwanamke kila akienda kimtazama Usama binakataa, lakini akakumbuka maneno ya Mtume, sameniambia acha nende. Akauliwa na Usama, akakuta ni mwanamume ndani na matumizi yake mazuri, tena mtu bora katika dini. Akaja kuhakikisha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, Ali anakuja kwa Mtume, anamwambia Mtume, anamuuliza ajita litakhtuba Fatima, unakuja kumtubia Fatima? Akashindwa kukubali, akashindwa kukubali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idhhab, nenda ulete mahari. Na hapa ndipo muelewe na mfahamu ya kwamba hakuna mwanamke wa bure katika Uislamu. Na kabla ya kutanguliza kitu unaanza pesa. Ukizikosa ndio unakwenda kwenye awamu nyingine. Kuna mtu anakuja anasema mimi nitakupa mus'ab. La, mpaka kwanza pesa uzie hazipo. Kisha akampa, akenda akarudi, akamwambia nimekosa, sina kitu. Akamwambia nenda utafute. Alipokwenda kutafuta akakosa kwa mara nyingine. Mtume akamwambia, nilikuona uko na dirun nafis, ngao yako ya vita,
na zile nguo zako unazozitumia zilete. Akazileta, ikawa ni mahari ya Fatima. Akamuoza Fatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Jumada Thania, alizaliwa Jumada Thania, na pia akaozwa katika mwezi kama huyo Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakakaa na Ali bid'ati ayyam, siku kadhaa. Ali ibn Abi Talib maisha yakagoma, yakakataa, akaenda kutafuta kibarua, akaenda kutafuta kazi. Kazi aliyoipata, ibada Allah, ni kazi ambayo ilikuwa ni ya kuwatekea maji watu kisimani. Anawatekea watu maji kisimani, anavuta ile kamba, kisha anawatekea maji, anawapa kwenye ndoo, kisha wanampa tende moja moja, kila ndoo ni tende moja, mpaka tende zikienea ndio anapeleka kwake, na zingine anauza. Hivyo ndivyo ilikuwa mpaka siku mikono aliona kuwa imebadilika, maana sana vuta ile kamba inavutwa mpaka mikono ikabadilika. Akamwambia mke wake yende amwambie baba yake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awasaidie. Fatima akaenda kwa Mtume, alipokwenda kwa Mtume akashindwa kumwambia, mpaka wakaongozana Ali na Fatima, wakawa kila mmoja anamsukuma mwenzake, mwambie na wewe. Mtume Muhammad akauliza nini? Akamwambia sisi tuna hali ngumu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndio, lakini sio haki ya mimi kukupeni pesa za Waislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafunza dua, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, waslih li dunyaya allati fiha maashi, waslih li akhirati allati ilayha maati. Hivyo ndivyo alivyofanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kupitia binti yake Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yuadhina almuadhin inshallah.